Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika masuala ya kiulimwengu. Karibu katika Siri Yako TV, tukiwa tunasonga mbele na darasa kama ambavyo tumewaahidi katika huu mwaka, kuwapeni herufi A mpaka Z kwa wanawake kwa wanaume, ili kupata nafasi nzuri ya kujitambua, ili kupata uwezo mzuri wa kujua vitu vya kufanya. Na leo hii tuko na herufi A mwanamke, herufi A mwanamke. Mtoto wa kike ambaye amezaliwa na akapewa jina linaloanza na herufi A, kutoka uchanga wake na jina hili likaweza kumlea mpaka kufikisha wastani wa miaka 3 hadi miaka 7. Hata kama atabadili hilo jina akawa na majina mengine, hayatamsaidia chochote isipokuwa jina hili ambalo amelipata uchanga wake likamlea mpaka akatimiza umri wa miaka 7. Jina hili litakuwa ni kubwa katika maisha yake yote mpaka mwisho uhai wake. Tukumbuke kitu kimoja tu, kama ambacho nimewaambia mara nyingi, kwamba siku mtu anayozaliwa na muda aliozaliwa, hapo kuna siri kubwa ya jina lake ambalo mtu anakuja nalo, lakini kulingana na mifumo mbalimbali ambayo tumewekewa duniani ya kiimani, ndiyo inayosababisha kwamba mtu anapewa jina ambalo limetoka tu, sio jina ambalo anastahili kuwa nalo, kama vile nguvu ya malaika iliyomleta katika ulimwengu. Muda na saa, siku, kuna jina lako pale pale. Asa kwa bahati mbaya ndo hivi tunapewa jina ambalo watu wamelitoa kwenye imani zao au wazazi kutokana na mifumo mbalimbali, wanakupa jina. Kwa jina linapokulea, linapofikisha miaka 3 hadi miaka 7, hilo jina hata kama utabadili majina mengine, ila jina hili ndilo litakuwa na nguvu kulingana na herufi ya ile jina. Nyota ya ile jina ndicho kitu ambacho utaishi nacho katika ulimwengu wako mpaka mwisho uhai wako. Asa tukumbuke kitu kimoja, niliwaambia katika madarasa yaliyopita, na tunafanya katika kujiupdate kama ambavyo mlihitaji kwenda sawa na mimi, kwenda sambamba na mimi, mkataka turudie. Na hapa tunamzungumzia herufi A mwanamke. Katika marudio haya tunaongea mengi ambayo hatukuyasema. Kwa uchache tukikumbuka yale ambayo tumeyasema, mtoto wa kike huyu atakuwa ni mtu mwenye akili nzuri kutoka uchanga wake, ni mtu mwenye fikra nzuri, mwenye kuzungumza neno kabla hajalitamka atakuwa amelishalijadili sana kwenye akili yake, ndio atakwenda kulitamka lile neno. Mara nyingi atakuwa hapendi kuaibika, atakuwa ni mwingi wa aibu, aibu iliyokuwa na faida, aibu ya kwamba anajilinda asizungumze maneno yanayofanya kwamba yeye adhalilike mbele za watu. Atahakikisha kila kitu ambacho anapaswa kusema awe amekifikiria kwa umakini, ili anapokisema kisiwe kitu ambacho kitamdhalilisha. Ni mtu ambaye atakuwa makini sana katika maongezi yake, lakini ni mtu ambaye atakuwa na misimamo mingi katika mipango yake ya aina mbalimbali. Yaani kana kwamba amepanga jambo alafu akatokea mtu mwingine akataka kulibadili lile jambo, sio jambo rahisi yeye kukubali, sio jambo rahisi. Wapo kama wanaume tu herufi A, ni mtu mwenye misimamo katika jambo alilolipangilia. Anapopangilia jambo lake kalidhamiria, tuchukulie kana kwamba yuko nyumbani amepanga kwenda sehemu fulani, na tayari akili yake ishaelekea kwamba natoka sehemu A na kwenda sehemu B. Mtu mwingine kuja kumwambia kwamba usiende, subiri twende kesho, subiri tufanye hivi hivi, hapo patakuwa pagumu sana, pagumu sana kulingana na akili zao zinazoongozwa katika nyota namba 1. Atataka kwenda, ni watu ambao anapofikiria jambo akalipatia majibu, anataka kulifanya kwa haraka mno. Vile vile haogopi kuanza jambo upya, kuvunja mahusiano ili aanzishe mahusiano mengine,
kuvunja labda biashara ili aanzishe biashara nyingine, kuvunja labda jengo ili ajenge upya, kufanya kitu ambacho anakifanya akafika sehemu fulani akaona hakipo sawa au sio alivyotaka, kuamua kuachana na hicho au kubomoa hicho na kuanza upya, sio kitu anachokiogopa. Ni mara moja tu anabomoa na anaanza upya. Misimamo yake ya kiakili ni kitu ambacho kitamfanya awe na heshima kubwa katika ulimwengu, ni kitu ambacho kitamfanya awe na marafiki wa jinsia zote, wa kike na wa kiume. Kutokana na misimamo yake ya maongezi itafanya kwamba baadhi ya wanaume kuna wakati wamwogope kwa kuiogopa uwezo wake wa akili alionao, na kuna faida nyingi ambazo atazipata katika misimamo yake, lakini zipo pia hasara ambazo atazipata katika misimamo yake. Faida ni kuto kuyumbishwa katika mipango ambayo anafanya. Hasara ni pale ambako atakuwa amekosea kufikiria hilo jambo kwa umakini na akashindwa kupokea ushauri kutoka kwa mtu mwingine. Manake anashaurika, lakini si kirahisi rahisi. Ikiwa tu anaiamini mawazo yake, anaamini fikira zake, sio mtu rahisi wa kuweza kumbadili kwenye kile ambacho amekifikiria au amekipangilia, sio rahisi. Sasa ikiwa kama amefikiria kitu kwa udogo, na kwa kuwa yeye sio rahisi kubadilishwa kwenye mawazo yake, hapo ndipo atakapopata hasara. Tuchukulie labda ni siku mbaya, muda mbaya, hakustahili kutoka, akalazimika kutoka, aendako anaweza kupata labda ajali. Pengine kuna, unajua watu wakubwa, anaweza kumwambia kama safari haiko vizuri, lakini yeye kutokana na misimamo yake ataondoka. Akiondoka inaweza ikawa hasara kule endako. Hiki ni kitu ambacho kipo kwenye maisha yao. Lakini watendaji wazuri wa mipango mbalimbali ambayo inatimia, na ni watu ambao mambo yao mengi hayaendi kwa kuvuma sana, lakini huwa hayakwami sana. Kwa kuwa hii ni hatua ya kwanza, tunapofika hatua ya pili, ya tatu na ya nne mpaka ya tano, kuna vitu utavijua ambavyo viwekee umakini sana. Maana yake nyota, yani jinsia ya kike, hii nyota ni ya kiume, ila katika viumbe, katika jinsia ya kike na jinsia ya kiume, kuna maneno ambayo mmeyazoea yale kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, lakini katika ulimwengu wa nyota mwanamke ndio kichwa cha familia. Mwanamke ndio mwenye kupokea nguvu zote za ulimwengu wa nyota ili kuifanya familia yake iwe katika standardi inayotakiwa. Sasa wanawake hawa, kwamba mipango yao au vitu vyao au vitu wanavyovikusudia viwe vikubwa, vinafanikiwa kuwa vikubwa, isipokuwa haviendi kwa spidi kubwa, vinakwenda taratibu, lakini sio vitu ambavyo vinakwenda kukwama kujifunga sehemu fulani. Hapana, ni vitu ambavyo vinakwenda kwa upole upole. Sasa hapa tunakuwa tunaingiza moja moja kwa sababu ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili, hatua ya tatu na ya nne tutakwenda kuvichambua mpaka ya tano, tunavichambua kwa undani. Wana bahati mbaya ya kuharibikiwa kindoa katika ndoa yake ya mwanzo, na hii ni kutokana kwamba uwezo wake mkubwa wa kiakili. Wanaume wengi ambao wanawapata wanaume hawa wa herufi A, wanawake hawa wa herufi A ambao tunawazungumzia hapa, wanawake wa herufi A, huwa wanakimbiliaga sana kwenda kwa waganga wao na kuwataka waganga wawapunguze nguvu za nyota. Wenyewe wanasema kushusha nyota. Utasikia mganga anaambia nyota yake iko juu sana. Sio kana kwamba eti yule mganga ana elimu ya kuhusiana na nyota, no, ila uwezo wake wa akili anaoonyesha ule mwanamke, jinsi anavyojiamini. Kumbuka wanawake wa herufi A wanajiamini kama unavyoona wanaume wa herufi A, na kwa kuwa nyota yake ni ya kiume,
basi iko na pawa nzuri zaidi katika kujiamini katika mipango yake aina mbalimbali. Sasa hali hii inadondoshwa na hofu ndogo ambayo anaipokea yeye mwenyewe katika moyo wake. Sasa kwenye jamii au kwenye watu wanaotakiwa kuwa nao jirani kama vile mume, ni watu ambao wanamhofu yeye katika akili yake. Sasa ndio mwanaume anakwenda kwa mganga, anaelezea habari za mganga kuhusiana na kumwambia kushusha nyota, basi wanakwenda kumloga, sio kushusha nyota, kumloga ili apoe kidogo, ili asionyeshe pawa kubwa kuliko mwanaume. Sasa hiki ni kitu ambacho kinatumika kwa muda fulani, lakini baadaye ile nguvu ya ile dawa inakwenda kupungua. Kwa nguvu ya dawa inapopungua, inasababisha yeye kujiona kama yuko na mwanaume ambaye sio sahihi katika maisha yake. Hapa ndipo ndoa inapokwenda kuvunjika. Mara nyingi wanawake wa herufi A wanapitia hatua hiyo. Ndoa zao zinavunjika kwenye wakati huu ni kutokana na kwamba haya ni mambo ambayo yanatokea hasa ndoa yake ya mwanzo. Lakini ni mtu anayekubalika kwa ndugu jamaa wa mwanaume kutokana na uwezo wake wa akili, kama vile anavyokubalika kwa watu wake wengine ambao wanashirikiana nao katika maisha yake ya kila siku. Ni wanawake wenye misimamo katika kusema, ni wasema kweli. Anapokuwa na jambo, sio mtu anayelificha ficha. Anapokelekwa, sio mtu anayejificha ficha. Iwe amelifurahia jambo au amelipenda jambo, limemkela jambo, basi ni mwepesi kusema, ni mwepesi kusema. Na kama atashindwa kusema kwa wakati, basi unaweza ukamkuta analia, endapo kana kwamba amekosa maamuzi sahihi katika hilo jambo. Unajua, kuna wakati unaweza ukaumizwa na jambo alafu usiwe na maamuzi moja kwa moja yaliyonyooka. Unaona, kuna baadhi ya maamuzi, si nitumie lugha ya kwamba unaweza kuwa uko na mtu labda unampenda, alafu yule mtu kwa kuwa unampenda amekutendea jambo ambalo limekukela, alafu wakati lile jambo limekukela, unakuta kana kwamba maamuzi ya kumwacha huwezi, maamuzi ya kumlipiza huwezi, alafu unamkuta yule mtu amekushikilia katika pawa fulani, kama zile lugha kwamba unasema kwamba yeye ameshika kwenye mpini. Kwa maamuzi mengine yoyote ambayo utayatumia unakuta ni hasara kwako. Kwa mwanamke huyu wa herufi A, endapo kama yuko na mtu wa aina yoyote, labda ni babake au mamake au ni mume wake, na yuko kwenye, au pengine hata bosi wake au swaiba wake, ndio tuseme ameshika mpini, alafu kamtendea jambo huyu mwanamke herufi A ambalo limemuumiza, na huyu mwanamke herufi A ikakosa kuwa na maamuzi yake ambayo angeweza kuyatumia, pengine ni kuachana na huyo mtu, basi hawezi kwa wakati huo, utamgundua kuwa analia. Lakini sio mtu atakayekasirishwa leo akasema kesho. Hapana. Ni mtu mvumilivu kwenye kero za aina mbalimbali, ni mvumilivu kwenye shida za aina mbalimbali, ana misimamo na ana moyo wa subira, ila maamuzi yake yakitoka huwa harudi nyuma. Akishaamua kwamba sasa uamuzi ni huu, uwezekano wa yeye kurudi nyuma, hilo ni jambo tena haliwezekani, ni ngumu sana. Tuchukulia ameshasema huyu sasa basi, ni kama walivyokuwa tu wanaume wa herufi A. Akisema huyu basi ni basi, ni ngumu kurudi nyuma. Kwa haya ni maisha ambayo anaishi nayo. Ni mtu mwenye kupenda kuwa kwenye vikundi vya watu, katika marafiki na jamaa, katika furaha mbalimbali, ndugu. Lakini endapo atabaini kwamba kuna usengenyaji dhidi yake, yeye ni mwepesi wa kujiondoa.
kama labda yuko kazini, lakini akagundua labda mabosi au wafanyakazi wenzie wanamnyanyasa, wanamsengenya, kuna hali ya kumtenga yeye, yeye ni mwepesi wa kuchukua maamuzi ya kujitenga na hao watu au na huyo mtu pasipo kumwambia chochote. Utaona vitendo tu, amebadili system na amejiweka pembeni na wewe. Ujue kuna kero uliyomfanyia na kaangalia namna yake, ameamua kujitenga. Hawa ni wanawake wa herufi A. Kwa hiyo katika ndugu, jamaa, rafiki wote, yeye ana tabia hiyo, mwanamke huyu wa herufi A. Kama wewe ni ndugu yako, dada yako, mama yako, ukimwona hataki kuzungumza na wewe, hakufuatilizii tena, ujue kuna kero uliyomkera na ameona dawa sio kukwambia, ila dawa ni kujitenga. Ina maana kwamba ukimwona mwanamke wa herufi A, tabia zao, anapokuambia kwamba umenikera hiki na hiki, ujue bado ana moyo wa kukaa na wewe, au bado ana moyo wa kushirikiana na wewe. Sio watu wanayejificha unapomkera, atakuonyesha kana kwamba hakupendezwa na kile ambacho umemtendea, ila baada ya kushindikana kukueleza na au anakueleza, lakini hauko na tabia nzuri ya kuonyesha kana kwamba unachokifanya kwa bahati mbaya uko tayari kukirekebisha, ila una jeuri zako unazozibeba wewe. Yeye kama mwanamke wa herufi A ambaye tunamzungumzia hapa, maamuzi yake ya mwisho ni kujitenga na wewe. Hiki ni kitu ambacho tunataka kujua, maanake tunaongea kwa faida mbili. Tunaongea kwa mtu kujitambua katika herufi yake, lakini tunaongea kwa wewe pia umjue mtu unayeishi naye katika maisha yake. Uwezo wake wa akili na uwezo wake wa mipango mbalimbali unabomoka katika fikra alizonazo, hasa katika masuala ya hofu. Maisha yake mara nyingi yanatembea akiwa na hofu. Kama yuko kuanzia miaka 15, 20 kwenda juu, huyo mwanamke wa herufi A, kama anatembea barabarani labda yuko peke yake, na anaweza kuhisi kana kwamba kuna kitu kibaya kinataka kumfika au kuna mtu anataka kumfanyia jambo baya. Hii ni tabia ambayo wanaibeba sana, kujihisi kana kwamba kuna jambo baya, na hata ile wakati hofu yake kuwa kubwa mpaka kuhisi kwamba labda muda wa kuishi duniani yeye ufika mwisho, anakuwa anajihisi katika hali kama hiyo, na hii inatokana na mfumo wa moto. Sasa hapa kwa kuwa ni hatua ya kwanza, tuishie hapo, lakini tutafanya uchambuzi tena katika hatua ya pili, ya tatu na ya 4 na ya 5 ili kuyachambua kwenye vipengele kimoja kimoja kwa undani. Kwa hiyo wewe kama hujasubscribe katika Siri Yako TV, haujanifollow kwenye Facebook Siri Yako TV, kwenye Instagram Siri Yako TV na kwenye TikTok, basi mimi nikwambie tu kwamba fanya hivyo, ni follow au subscribe YouTube, share, comment na wenzio kwenye YouTube, manake Ali KK nipo kwa ajili ya kuwapa siri za kiulimwengu. Hii ni siri yako kwa wewe, na kama hii ni siri yako wewe, ifiche, itunze, ikusaidie namna ya kuishi na watu, ikusaidie namna ya kujitambua katika jina lako. Hii ni hatua ya kwanza, twende kwenye hatua inayofuata. Ali Hatib Kilusungu, mtafiti majina katika masuala ya kiulimwengu. Namba zangu za simu ni 0765559042 na 0673559042. Siri Yako TV ndipo tunapata habari kila kitu hapa, na katika mizimu ya Kigwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania, hapa ndipo tunapotoa elimu hii na ndipo tunapofanyia masuala ya kimatibabu, mila na matambiko. Kumbukeni, kila tarehe 2 ya mwezi wa 12 tambiko inakuwa siku ya kwanza na inaisha tarehe 9 ya mwezi wa 12. Ni kwa kila mwaka. Njoo kwenye Mila na Desturi.